Mhudumu wa Injili, habari njema ya Yesu Kristo, na nafurahi kuwa mbele zenu kama vile waamini ambao mmechukua maamuzi ya kumfuata Kristo. Mungu atubariki sote. Amen. Kwa wale wasionijua kwa majina, naitwa Alfred Mubalama kama vile nilivyojitambulisha, na mimi ni Mkongomani, nimezaliwa Kongo, baba na mama ni wa Kongo wote, ila nakaa ndani ya nchi ya Uganda, na nimekuja hapa kwa ajili ya elimu, na hivi nakaribia kukamilisha, kwani kwa muda mtakuwa mnioni nitakuwa tayari nimeondoka, sina tena wiki moja ndani ya nchi ya Tanzania. Ila nashukuru sana kwa Mungu kwa baraka zake zote ambazo nimeona nimeziishi ndani ya nchi hii. Nina moyo wa shukrani mbele za Mungu. Pia nashukuru mchungaji kwa malezi na kwa kunikaribisha hapa kanisani. Sio rahisi, lakini ni Mungu ametukutanisha, na sifa zote zimrudie Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo bila kuchelewa tutaweza kufungua Biblia zetu ili kwamba tuweze kusoma somo letu la siku ya leo ambalo linapatikana ndani ya kitabu cha Mtume wa Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo, Luka sura yake ya 4 mstari wa 14 tutashuka mpaka 19. Aliyepata anaweza kutusomea kitabu cha Luka sura yake ya 4. Tunaanzia kwa 14 hadi 19. Karibu. Inasema, ndio, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote. Wakati huo habari za Yesu zilikuwa zikitembea ndani ya nchi yote, naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Ndani ya masinagogi Yesu anapopita anafunza watu, akitukuzwa na watu wote. Watu wakamtukuza kwa yale alikuwa akiyatenda. 16 inasema, 16 haya, akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Pale alipolelewa. Na siku ya Sabato ikaingia. Siku ya Sabato ilipoingia, katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Ndiyo, ilikuwa desturi yake. Ndiyo. Akasimama ili asome. 17. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akapewa maandiko aliyoandika kwa unabii wa Mungu kwa mtumishi wake Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa. 18. Roho wa Bwana yu juu yangu. Hapo ndipo tulipo sasa, tega sikio. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Yesu ameweka mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Maskini wapate habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa. Yesu ametuma kututangazia wafungwa kufunguliwa kwao, wapate kufunguliwa, na vipofu kupata kuona tena. Yaani vipofu wapokee ufungulivu wa macho yao, kuwaacha huru waliosetwa, waweka huru wale waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yaani mwaka wa neema. Yesu amekuja kutangaza. Jina la Bwana libarikiwe. Baba mtakatifu, ninalinua jina lako, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, uliyemtuma Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo ili kwamba aje kutufunza njia zako, tukujue wewe Mungu wa kweli. Na kushukuru na kuinua, nasema asante Mwokozi kwa kunipa tena neema ya kuwa mbele ya taifa lako. Mimi ni chombo tupu Bwana, acha mwenyewe unijaze na kufanya kazi yako ndani ya kundi hili. Achilia neema yako Bwana izirike nafasi hii. Nguvu zako Bwana mtakatifu zitawale mahali hapa. Tunahitaji damu yako Bwana Yesu Kristo, tufunike na moto wako, tuzunguke ili kwamba kila mishale ya Mungu wa giza isingeliweza kufaulu kuingia mahali hapa. Tawala na kumiliki mfalme wetu. Tunakushukuru, tunakuinua, maana tunajua kwamba utaanza nasi Alfa, utatembea nasi Emmanuel na kumaliza nasi Omega. Sifa zikurudilie zote Bwana Yesu Kristo. Amen. Tumekuja na somo mpya ambayo inasema hivi, kuelewa kazi ya Yesu kwetu, yani wokovu. Yesu alikuja na kazi nyingi, lakini kazi yote ambayo Yesu amekuja nayo ilikuwa imefungwa ndani ya neno moja ambayo ni wokovu. Kwa nini wokovu? Wokovu sababu ulimwengu nzima ilikuwa imekaa chini ya utawala wa Shetani, na mwanadamu alikuwa hana uwezo ya kuweza kujitoa chini ya kamba na hizo minyororo ambazo viumbe vya ulimwengu wa giza vilikuwa vimeshtaki mwanadamu mbele za Mungu, yani dhambi.
Alafu Yesu alipokuja, ilibidi Yesu aende kwanza kutimiza haki ya Mungu katika hali naye ya kupokea ubatizo kwa Yohana Mbatizaji. Na alipopokea ubatizo, Biblia inatuzungumzia kwamba akaongozwa kwenda ndani ya jangwa akifunga siku 40 bila kula wala kunywa, na ndipo shetani akamkutana huko na kumjaribu. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu alipojaribiwa akamshinda shetani. Biblia inasema kwamba shetani akaondoka kwa muda. Maana shetani anapojaribu mtu, anakujaribu leo lakini haondoki. Anakujaribu, unapomshinda anakuwa kando kando akikutafuta kila leo au utakapoamka ili kwamba aweze kushtaki mbele za Mungu. Maana Biblia inatuambia kwamba maana ya jina shetani ni mshtaki wa binadamu wala muamini Kristo. Na huyu Yesu ambaye tunaomhubiri, ikafika muda na wakati ambao akaenda ndani ya sinagogi. Ndani ya sinagogi walikuwa na hivyo vitabu vilivyoandikwa na manabii wa kale. Yesu akachukua kitabu cha nabii Isaya, akaanza kukisoma. Alipokisoma, akaonesha kazi yake ambayo ilikuwa imefungwa ndani ya nukta 6. Unisikilize vizuri, na hapa ndipo tulipo. Yaani nukta 6 za kazi ya Yesu ndani ya maisha yako. Hizi nukta 6 ndizo ambazo tumezisoma pale ku Luka 4:18 pale. Amesema ya kwamba Roho wa Bwana juu yangu, maana ameniwekea mafuta, ili kwamba nukta ya kwanza Yesu apate kuwatangazia maskini habari njema. Tunapozungumza maskini, sio wale ambao hawana makao, sio wale ambao hawana nyumba ya magari, sio wale ambao hawana fedha. Lakini maskini ni yule ambaye hajui Mungu maishani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Utanisaidia tufungue kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 3 mstari wa 18 ili kwamba tuelewe habari za maskini ambayo Biblia iko nazungumzia. Maana muda mwingine duniani tunapoishi, tunapona tunakosa chakula, tunakosa mavazi, ama tunakosa mambo ya kutamanika kwa macho ya kibinadamu, tunafikiria kwamba si ni maskini. Hapana. Lakini maskini, Biblia inatuonyesha maskini nani? Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 3 mstari wa 18 inasema, ndio, nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Kwa Yesu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho yako ya kujipaka macho yako upate kuona. Amen. Yaani maskini huyu kipanda juu pale kwa 17. Tukaanza pale 17 tusikie kinasema. Ufunuo 3:17 inasema kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu chochote, nawe hujui ya kuwa wewe u mnyonge, na mwenye mashaka, na maskini, na kipofu, na uchi. Unaweza kuachia hapo. Yaani huyu ni mtu ambaye alikuwa ndani ya miongoni mwa makanisa ambazo Yesu alikuwa anazionya, akifikiria kwamba sababu amechukua mambo ya ulimwengu ambayo yanaonekana kwa macho ya kibinadamu kwa utajiri, akafikiria kwamba yeye ni tajiri hata mbele za Mungu. Lakini wakati Yesu alipomwonya akamwambia, hujui ya kwamba wewe mnyonge, kipofu, tena uko uchi. Sababu gani? Sababu kinachotuvika mavazi mbele za Mungu ni wakati sisi tunakuwa na matendo mema yanayosindikizwa na imani ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Yaani Yesu kazi ya kwanza ambayo amekuja kufanya maishani mwako na maishani mwangu ni kwamba apate kututangazia habari njema sisi ambao tuliokuwa maskini kabla hatujamjua. Lakini kwa kumjua Kristo kwa njia ya kumwamini yeye, ametupatia vazi ya utajiri iliyo takatifu mbele za Mungu. Na alafu mfano ambao unaweza kupatia ndani ya kujua kwamba Yesu amekuja kuletea habari njema. Kitu moja inabidi kuelewa ni kwamba watu wengi walikuwa wametishwa na habari za kuweza kuhukumu. Muda mwingine ulikuwa umetishwa na habari za hukumu kupitia ukoo wako. Muda mwingine ulikuwa umetishwa na habari za uchawi kupitia majirani ambao uko nao, ama uchawi wa kifamilia yako. Lakini Yesu amekuletea habari njema ya ushindi ndani ya maisha yako. Aliye na Kristo za kushangilia. Aliyeamini Yesu amemletea ushindi maishani mwake, ashangilie na vigelegele. Huyu Yesu ambaye ameleta ushindi maishani mwetu
ni lazima tumzingatie na kumshika kila leo, ili kwamba ushindi wetu tupate kufikia. Maana maisha ya kila siku, ushindi wako wa leo lazima tena ufanye bidii kesho, ili kwamba kesho na usiku zitakazofuata tupate kufanya nini? Kumlaki Yesu atakapokuja kulichukua kanisa. Nukta ya pili ni nukta ambayo amesema ya kwamba kisha kuwatangazia maskini habari njema, amekuja kuwaponya waliokuwa na mioyo iliyovunjika. Watu wengi wamevunjika mioyo kwa kuweza kukutana na vitu fulani maishani mwao. Muda mwingine unakutana na magonjwa fulani imekuumiza kiasi ukiwaza unajikutana kwamba umefika mwisho, lakini jua ya kwamba Kristo siku ile amekuja kutangazia kuponywa kwa moyo wako uliovunjika. Wengine walifanya mandoa, baada ya kufanya ndoa akakutana na mume ambaye akawatesa, na katika ile kuteseka akakosa matumaini na kuvunjika moyo duniani. Lakini Yesu amekuja kupa uponyaji wa moyo wako, maana huwezi kuingia ndani ya ufalme wa Mungu wakati unakuwa na moyo ambao umejaa vidonda. Maana Biblia yetu kitabu cha Mathayo 5:8 ya kwamba heri wale walio na mioyo safi ndio watakao kurithi ufalme wa Mungu. Alafu moyo wako shetani akupiga vita ili upate kuvunjika, upate matumaini, na katika hali ya kuvunjika lazima utapoteza imani. Sababu wale walio hodari kama vile Danieli ndio walio na mioyo ambayo imesimama imara mbele za Mungu. Mungu atusaidie. Hao ambao wana mioyo kuvunjika wamekutana mambo tofauti maishani mwao. Kuna wale ambao wamevunjika mioyo kwa njia ya familia zao, kuna wale ambao wamevunjika mioyo kwa njia hata wale ambao wanafanya huduma pamoja. Yaani hawakupatie nafasi ya samani mbele za wengine, na inakufanya moyo wako uvunjike ukiumia huko ndani. Lakini jua kwamba uliyemwamini ana uwezo wa kuponya moyo wako na upate tena nguvu za kusonga mbele. Huyo Yesu ambaye nukta ya pili tuletea kusema kwamba anakuja kuponya walio na mioyo kuvunjika. Nukta ya tatu utaandika amekuja kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Tunaposikia wafungwa, sio wafungwa ambao wako mahakamani huko, lakini wafungwa ambao shetani amefunga ndani ya magereza ya utawala wa dhambi. Ni wale wafungwa ambao shetani amefunga ndani ya makamba, wameshindwa kujitoa wenyewe. Lakini Yesu alipokuja, amekuja kutangaza ufungulivu kwa wale wote ambao wamewekwa tena magereza. Kuna mtu ambaye unaweza kutana naye nakwambia niko na haja ya kuacha pombe, lakini kwa maamuzi yangu nimeshindwa kuacha. Hiyo ni kifungo ambacho kina nguvu kuliko yeye. Lakini inabidi kukutana yule ambaye ni roho aliye na nguvu kuliko roho zote zinazotawala wa binadamu ili kwamba apate kufunguliwa. Na ndio maana Yesu amesema ya kwamba amekuja kuleta ufungulivu kwa wale ambao waliofanya nini? Waliofungwa. Biblia inasema hivi, wakati Yesu alipokuwa msalabani, kabla ya kukata roho alipiga sauti. Kulikuwa wale ambao walikuwa waaminifu kwa Mungu tangu kale. Unisikilize vizuri. Na hao watu walipofariki, mauti iliwafunga. Hawakuwa na uwezo wa kutoka chini ya utawala wa mauti ili kwamba waende ndani ya mapumziko. Na ndio walipofariki wakajikutana wote wako kuzimuni. Lakini katika hali ya kuwa kuzimuni, wamoja walikuwa pande moja, wengine pande nyingine. Sababu gani? Sababu waaminifu kwa Mungu hawangeweza kuingia ndani ya moto. Ndio Yesu akapana mfano wa tajiri na maskini Lazaro. Walipofariki, maskini Lazaro alijikutana ndani ya kifua cha Ibrahimu, lakini tajiri alikutana ndani ya moto akikosa hata toni ya maji kwamba apate kunywa. Na alafu sasa walipokuwa ndani, nimepania mfano ili kwamba tuweze kuelewa, ili Yesu kufungua wale ambao walifungwa na kifungo cha mauti. Yesu alipopiga sauti pale msalabani, Biblia inasema ya kwamba hiyo sauti ya Yesu ilifanya makaburi za wale waaminifu wa Mungu waliokufa kabla Yesu kuzaliwa, makaburi zao zipate kuachilia, wapate kufufuka na kwenda mapumziko. Ndio maana Yesu pale msalabani akamwambia yule jambazi ya kwamba siku ya leo mimi na tutapata kuwa pamoja ndani ya paradiso. Ina maana paradiso ilikuwa haitaingia ndani mtu isipokuwa Yesu ambaye alitoka ndani. Alafu Yesu amekuja kuwafungulia wale ambao wamefungwa na mauti. Mauti imefanya watu wengi kukaa chini ya uoga. Lakini wewe ambao umeokoka, hauna haja ya kuogopa mauti. Una haja kukataa dhambi ili kwamba hata mauti ikifika upate kwenda ufalme wa Mungu, maana tayari Yesu ameshakuvunja kamba ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni kifungo ambacho uitike ukatale lazima kitakufikia siku moja. Na nione kitakuwa ole kwako usipokuwa na Kristo. Maana hakuna mwanadamu yote ambaye alizaliwa hapa duniani akaleta ushindi dhidi ya mauti isipokuwa Kristo. Ndio maana kuna sababu sana
ya kumfuata Kristo, ili kwamba tupate kufanya nini? Tupate kuvunja mlima wa mauti. Maana tayari tunapigana vita na tayari ushindi umesimama pale msalabani aliposema yote yamekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni nukta ya tatu ile. Nukta ya nne, Yesu akasema kwamba amekuja kuwapatia vipofu wapate kuona. Vipofu wapate kuona. Vipofu kuona maana gani? Yesu aliwaponya vipofu wa kimwili kama vile wakina Bartolomayo. Lakini haijakuwa njoni Yesu iko na maanisha ndani ya ulimwengu wa roho. Vipofu kupata kuona ni wale ambao hawajakaa ndani ya nuru ya habari njema. Tunapofungua kitabu cha Wakorintho wa pili 4 mstari wa 3, utaelewa kwamba Biblia inatuambia kwamba wale ambao hawaamini injili tunayohubiri ni wale ambao wamefungwa na shetani wasipate kuona nuru ya habari njema. Habari njema ni wakati umesikia habari za uovu, umesikia habari za uzinifu, umesikia habari za ukahaba, umesikia habari za uongo, umesikia habari za wizi, lakini Kristo akuletea habari za ukweli upate kuona nuru ya Mungu maishani mwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama tunaelewana. Anaelewa, pige mkono juu hivi. Yaani habari njema ni wakati tulikuwa tumekaa, wakati hatujaokoka. Kila mtu alikuwa na hali yake. Kulikuwa yule ambaye alikuwa mvuta bangi. Kulikuwa yule ambaye alikuwa muuaji. Kulikuwa yule ambaye alikuwa tapeli. Huko yule ambaye alikuwa hawezi kulala bila kunywa pombe. Lakini wakati ulipata habari njema ya wokovu, habari njema ya Kristo, ukagundua ya kwamba siwezi na kukaa nafasi, lazima nibadilishe ili kwamba nipate kutembea na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio habari njema hii ambayo tunahubiri kila siku. Ingawaje shetani anaendelea kwa kazi, lakini tunajua ya kwamba habari njema haibadiliki. Ndio Biblia inatuambia kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hii habari njema Yesu anatuletea ni kwamba tulikuwa na kitambaa ambacho kilikuwa kimewekwa hapa mbele, hatuoni huko mbele. Yaani tumetembea kama vile kuku. Unajua kuku inapotembea haiwezi kuangalia huko ikavuka barabara hii. Lakini tai ikiangalia inaangalia huko mbele kuzidi hata barabara. Alafu Yesu amekuja kutupatia macho ya kuona umilele, tusiangalie tu mwaka mmoja ambao mbele yetu. Watu ambao watapata hii nuru ya habari njema wanajua kama wakifa mambo yamekwisha. Lakini wewe na mimi ambao tumepokea habari njema tunajua ya kwamba kisha kifo kuna maisha. Kisha kifo kuna umilele ambao unatusubiri. Kisha kifo kuna jambo ambalo tutakopitia. Lakini usipokuwa na Kristo, usipofunguliwa macho ukaona, utaingia ndani ya ufalme wa Mungu. Maana ufalme wa Mungu sio wa vipofu, ni wale walio na macho. Na wale ambao shetani amefunga macho ni watu ambao wanapohubiriwa hizi habari za ufalme wa mbinguni, yani kuna roho ambayo shetani anasukumia kuleta ubishi mbele za neno la Mungu. Wanapohubiria mtu acha kitu fulani, hakubali sababu anajivika neema ndani ya akili zake na kuipuuzia haki ya Mungu. Kitu ambacho nazoea kuambia watu ni kwamba hakuna siku neema itaweza kuvunja haki ya Mungu. Ndio maana Kristo katuambia tuifanye hii haki kuwa jambo letu la kutafuta kila siku. Mengine yote ni ya kusicha, lakini haki ya Mungu ichukue nafasi ya kwanza. Maana yule anayetafuta haki ya Mungu anatamani kutembea kama Kristo chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo haki ya Mungu, kitu ambacho inabidi mimi na wewe tuelewe ni kwamba haki ya Mungu iko ndani ya mambo yote. Haki ya Mungu inatembea ndani ya mambo yote. Unapokuwa kanisani haki ya Mungu iko. Unapoenda sokoni haki ya Mungu iko. Unapokuwa ukinunua kitu dukani haki ya Mungu iko. Unapokuwa ukila hata mezani kwako haki ya Mungu iko, maana hutakula kwa ulafi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu akusaidie. Unapokuwa kazini mwako haki ya Mungu iko. Hautapenda rushwa sababu wewe ni mcha Mungu. Yaani haki ya Mungu popote hapo utajikutana iko. Mimi nimesafiri kutoka ndani ya nchi nilikaa ndani, nimekuja Tanzania. Lakini najua kwamba Mungu hana mpaka. Na hata ndani ya Tanzania haki ya Mungu iko. Ndio maana tunajua kwamba ingawaje mimi naweza kuwa na watu wa familia yangu ambao walioni hapa. Ingawaje inakuwa sionekana wachungaji ambao wanaongoza kanisa na ushiriki ndani huko nilipotoka, lakini Mungu iko hapa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakwambia kwamba lazima macho yetu ibaki wazi muda na wakati wote. Lazima tukeshe kwa wakati wote. Lazima tusilale. Maana hawatamwona mfalme. Biblia inasema kitabu cha Mathayo 25. Yesu anapana mfano ya ufalme wa Mungu, anasema
imefananishwa na wanawali 10 ambao walikuwa wakingojea Bwana na mataa zao. Kwa kumngojea Bwana mataa zao, 5 walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye hekima. Alafu 5 wakaenda na chupa zao za mafuta. Unisikilize vizuri. Walipokuwa na chupa zao za mafuta, walijua kwamba taa haiwezi kuwaka kama mna ndani mafuta. Hao wengine kwa ujinga wao, upumbavu wao, wakaenda na taa na mafuta kidogo iliyokuwa ndani. Taa ilikuwa imewaka. Yaani walikuwa wamekesha wote wa 10. Lakini katika hali ya kukesha, usiku kafika, wale 5 wapumbavu mafuta yao yakakwisha. Mafuta katika ile mafuta yao kwisha, wakatamani waongeze mafuta, lakini mafuta itoke wapi? Hawana mafuta. Ndipo wakageukia majirani zao kuambia, mtu azime kwa mafuta yenu, mtu gaulie kwa mafuta yenu hapo. Wenzao wakaambia, mafuta tunayo, inatutosha sisi. Nendeni huko kwa wanauza mafuta, nanyi mpate kufanya kununua mafuta mtakayoweka bila taa zenu. Walipotoka kwenda, ndipo Bwana akaja. Akakutana wale 5 waliokuwa na mafuta ndio wako ndani ya chumba kile. Na alipokutana ndo wakafunga mlango, wale 5 wakiwa nje. Hizi ni habari za kukesha tukiwa na macho wazi. Hao 5 walijua kwamba ndani ya giza, ili kama upate kuona, lazima uwe na taa ambayo ina mafuta. Taa ni mimi na wewe wa Kristo. Yesu amesema mkitabu cha Yohana 8:12 ya kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Tena ameongeza kusema sisi ni nuru ya ulimwengu, sisi ambao tumeokoka. Afu hautakuwa nuru wakati hauangazi. Na wewe kama vile taa na mimi kama vile taa, lazima tuwe na mafuta ndani ya taa, sababu taa haitoshi kuwaka. Afu hizi taa ambazo sisi wa Kristo, Mungu ameona hatuna mafuta, akatugaulia Roho Mtakatifu. Ndio maana kitu ambacho inabidi kujua, Mungu ana deni ya mwanadamu. Ni mwanadamu ndio yuko na deni ya kumtafuta Mungu, sababu Mungu tayari deni iliyokuwa nayo kwetu ameitimiza. Mungu aliposema na nabii Yoeli kusema siku zile nitaachilia roho kwa wenye mwili. Yaani ilikuwa ahadi ya Mungu kwa binadamu. Na ahadi na kitu inabidi kujua, mtu akuahidi kitu yeye na deni yako. Mungu alipotuahidi akamtuma na Kristo. Kristo alipofika, Yohana akamshuhudia kwamba yeye anabatiza kwa maji, lakini Kristo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Alafu habari za taa ni habari za Wakristo, habari za mafuta ni habari za Roho Mtakatifu, yaani ubatizo wa Roho Mtakatifu unaopokea. Wakati Roho Mtakatifu anakaa ndani mwako, ndipo utaanza kuangaza. Lakini wakati unachagua kukataa habari za wokovu, habari njema, na kwanza kuishi maisha ya dhambi, lazima Roho Mtakatifu ataondoka ndani mwako, utakosa mafuta ndani ya taa. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokosa mafuta ndani ya taa, giza itakapokuja hautaona. Wakati shetani atasukuma majaribu maisha yako, hautajua hata kama ni majaribu. Kiasi utakutana na anguka ndani ya majaribu na ujue kama ni majaribu. Nilipohubiri siku ya kwanza hapa nikasema, vile ambavyo shetani anapiga watu ni kwamba watu wasiwe na wakati wa kupatia Mungu wa kusoma neno. Maana neno la Mungu haliko siri. Neno la Mungu kila hata kifungua na kuomba Mungu lazima Mungu atamfunulia hiyo ndani. Na alafu katika hali ya kupuzia kusoma neno, ndipo hautapata Roho Mtakatifu, sababu Kristo amesema ya kwamba maneno niliyowaambia ndani ya kitabu, nafikiri Yohana 6:63. Yesu anasema kwamba maneno niliyowaambia ndiyo roho na uzima. Yaani wakati unaposoma neno la Mungu na kulitafakari, ndipo utapata kufaulu. Na ndicho Mungu alichomwambia Yoshua. Wakati Yoshua anamkomboa Musa, Mungu akamwambia kwamba na maneno ya kitabu hiki kisitoki kinywani mwako, ukitafakari mchana usiku, ili kama upate kufaulu ndani ya mipango yako. Tunachokipanga ni kumlaki Kristo mawinguni. Asuka utawezaje kumlaki Kristo wakati taa yako imekosa mafuta? Utawezaje kumlaki Kristo wakati umezima Roho Mtakatifu ndani mwako? Ulipookoka, ulihubiriwa Injili, ukaifungulia masikio, ikaingia ndani mwako, ukaanza kuishi. Lakini wakati shetani amekutumia wajumbe wa giza kushawishi, hauwezi kuwaona kwa macho. Watakuja, unaona ni binadamu tu wa kawaida, lakini sikiliza maneno wanaosema na wewe. Ni kama vile binti anayetembea njiani. Atafikiri kila kijana anayemsalimu anakuja kwa upendo wake, lakini kuna wengine ambao wamekuja kumharibu yeye. Ndio hivyo shetani anaweza kusukumia mtu, anakuja kuzungumza na wewe, lakini akuletea ujumbe za kuweza kuchafua nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Afu ile ujumbe unapokuja kuchafua nafsi yako, ujue ya kwamba mafuta ile ndani mwako ndio shetani anaonea wivu. Sababu anajua kwamba taa ikipaki na mafuta lazima itaangaza na giza itaonekana. Lakini wakati wewe umekosa Roho Mtakatifu ndani mwako, ndipo utakuwa kipofu, sababu giza itakufumba macho. Mungu atuwezeshe.
Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana. Tuko hapa ku pointi, nilisema ni pointi ya 4, kupata kuona kwao, yaani vipofu wapate kuona. Mimi na wewe tulikuwa vipofu, tulikuwa tujua habari za Mungu. Tulikuwa ndani ya dunia, tunajua habari za ukoo wetu, tunajua habari za familia zetu, habari za nchi zetu. Lakini habari za Mungu zinapofika, zinatupatia tena nuru ya kuweza kufungua macho. Yaani macho inafungulikana ni kwamba tuweze kuona yaliyo ya giza na yaliyo ya nuru. Lakini wewe unapochagua sasa ya nuru, ndipo taa inaweza kuangaza ndani mwako. Na wakati utaangaza, lazima wale walio na giza hawatakupenda wewe. Hawezi kwenda ukae ndani ya maeneo ambayo watu wanashiriki masherehe za kunywa pombe, afu wakupatiwe pombe ukatae wakufurahie. Sababu nuru iliyo ndani mwako haitaki giza ya pombe. Roho Mtakatifu ambao umebeba hautaki umchafue. Itakuwa vita, sababu hata Paulo wakati kuna pigo iko hapa chini ya jua, wakati atatoweka bado. Amesema nini? Paulo amesema ya kwamba wakati imefika kumwisho, nimepigana vita vyema, imani nimeilinda. Yaani shetani ikikesha neno lako ni kwamba usiweze kulinda imani. Maana imani ikiendelea kukaa ndani mwako, lazima utaendelea kuangaza, na wakati unapoangaza utafukuza giza mbali na maisha yako. Utafukuza mambo ya shetani mbali na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani hata ataka umfukuze. Maana popote utakapopita, ukiingia ndani ya nyumba fulani, lazima utangaza huko ndani. Wale ndani ya giza utakapowapatia ujumbe wa Yesu, watajua kwamba kwa ndani ya giza na wanapata kutoka ndani, na shetani afanye nini? Anapata kupoteza watu ambao tayari walikuwa wameweka ndani ya nyavu yake. Bwana Yesu akusaidie. Ndio maana chunguza maisha yako na mimi nichunguze maisha yangu. Tuangalie namna tunatembea na Kristo. Tuangalie jinsi tulivyo. Je, taa zetu zinawaka? Taa zetu zinaangaza? Tunatembea ndani ya hilo neno tulilosikia ya kwanza. Tukingaliki ndani ya hiyo upendo ambao Mungu alitupatia tulipookoka. Ni kama vile kanisa la Galatia. Biblia inasema kwamba walianza kwa roho, lakini wamaliza kwa mwili. Wanauliza ni nani aliyewaloga? Yaani muda mwingine unakuwa umeanza na umejazwa nguvu za Mungu, umekumbatia sana Kristo kama vile neno lililo hai ndani mwako, lakini wakati vishawishi fulani vinafika, unamwachilia Kristo. Lakini maombi yangu ni kwamba Kristo alianzisha safari ya wokovu apate kufanya nini? Kuimarisha tena ndani wetu. Maana dunia ambayo tunaishi ndani, tusipojazwa roho wa Mungu, lazima tutaanguka. Lazima tutaanguka. Ndio maana Kristo aliwaambia mitume ya kwamba waende kwanza Yerusalemu kungojea nguvu. Yesu hakuwatuma ndani ya kazi kabla ya kupokea nguvu. Sababu ndani ya kazi utakutana maumbwa mwitu. Asipokuwa na hizo nguvu za kuwashinda wao, watakumeza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo walipongojea hapo, wakapokea hizo nguvu. Wakajazwa roho Mungu, wakatangaza habari njema, ikasindikizwa na nguvu za Mungu. Na katika ile kusikia nguvu za Mungu, wakapata kuona ishara za Mungu kwa nguvu za hiyo injili waliobeba. Bwana Yesu atusaidie. Nukta ya 5 ni nukta inayosema kuacha huru waliosetwa. Kuacha huru waliosetwa. Yaani shetani alikuwa amejaza watu utawala wake kama vile mwanamke aliyebakwa. Bwana Yesu asifiwe. Habari za sheria ndani ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22. Kumbukumbu la Torati sura yake 22 mstari wa 23. Mungu anasema na wana wa Israeli ya kwamba wakati mwanamke ambaye iko kwenye uchumba wake atakapobakwa, asipopiga kelele ya watu kuja kumsaidia, naye anastahili kufa, sababu hakutafuta msaada. Nisikilize vizuri. Mwanamke aliyechumbiwa, yani anatayarisha kufunga ndoa, anajiandaa kufunga ndoa, anapokutana mwingine kijana alafu anabakwa, asipopiga kelele ili kwamba watu waje kumsaidia, anastahili kufa naye kwa mawe, sababu hakutafuta msaada kwa watu. Mwanamke ni nani? Mwanamke nisema hiyo siku iliyopita hapa kwamba ni kanisa. Kanisa ni mwanamke ambaye ni bikira. Nimepana mfano hapa yuko ndani ya kitabu ya Mathayo 25 ya kwamba wanawali wa 10 ambao walikuwa mabikira. Afu mwanamke ambao tunataka kuzungumzia pale, mwanamke ambaye ni kanisa.
Kanisa ni mwanamke ambaye ni bikira mbele za Mungu, hana mume mwingine ambaye ni Kristo peke yake. Kanisa ni mwanamke ambaye ni mwaminifu mbele za Bwana wake Yesu Kristo. Lakini shetani anayetamanika naye kufanya nini? Kuabudiwa. Anatamani kanisa imwabudu. Sasa wakati unatafuta kanisa, yani unatafuta kumwabudu kwa nguvu. Yani wewe hautaki, lakini yeye anataka umwabudu. Kuabudu ina maana gani? Kuabudu sio kama vile tunaweza tukufika hapa tukaimba tukalia, ndio na najua kwamba ni nyimbo za maabudu. Lakini ibada ya maabudu, Yesu amesema kwamba ni wale wanaoabudu katika roho na kweli. Yaani roho na kweli, Mungu ni roho, kweli ni Kristo. Yaani unamwabudu Mungu ndani ya yeye mwenyewe. Unamwabudu Mungu, Mungu akikaa ndani yako na ukikaa ndani ya Mungu. Sijui kama tunaelewana. Yaani unamwabudu Mungu kwa kumpa maisha yako. Unamwabudu Mungu kwa kila saa dakika ya maisha yako. Unamwabudu Mungu yani ni kama vile simu ambayo tumeweka kwenye charge. Lakini pale kwenye charge haitoki, sababu haijai, kila siku iko hapo, kila muda iko hapo. Sio kama simu zetu ambazo tunawekaka imejaa unaondoa. Kuna Wakristo wa namna hiyo. Yaani anajichomeka kwa Mungu, muda mwingine anajiondoa, kisha tena anakuja kuchomeka kwa Mungu. Hiyo sio ibada ya maabudu halisi. Sasa unapochomeka hapo kwa Mungu, shetani anakuja kutamani kukuondoa hapo. Na anapokuondoa hapo, utakuwa unaanza kumwabudu bila wewe kujua. Na ndicho kitakachofanya ukose ufanye Mungu, sababu Mungu achangie sifa. Ndio hapa sasa watu wengi wameseta kama vile mwanamke yule wa Israeli na hawapigie Mungu kelele. Sababu wakati shetani anapokuwekea mitego yake kwamba tumwabudu kwa njia ya kutenda dhambi, unapopiga kelele katika hali ya kumwomba Mungu, lazima utapata msaada. Ndio Kristo akamwambia Petro ya kwamba mmeshindwa kukesha na hata saa hii moja. Yaani Petro wangeweza kukesha na Kristo,